na siku zote hakuna kheri kwa yoyote yule aliyekuwa tayari kumkera na kumudhi na kumuasi Mola wake. Ikhwata al-Islam wal-Iman, haulai al-ithnan la yughfaru lahum fi mawasim al-maghfirah. Anwani ya khutba yetu ya leo, kichwa chake cha habari kinatuambia watu hawa wawili hawapati msamaha wa Allah katika misimu ya msamaha. Watu hawa wawili hawapati msamaha wa Allah katika misimu ya msamaha. Inna min ni'amillahi ta'ala alayna an ja'ala lana mawasima lit-ta'at nataqarrabu fiha ila rabbil ibad. Ndugu zangu Waislamu, nataka sote tukumbuke ya kuwa katika neema za Allah zilizo juu yetu, neema chungu nzima za Allah zilizo juu yetu, neema kemkem za Allah zilizo juu yetu, ni pale Allah alipotuwekea misimu mbalimbali ya ibada, misimu mbalimbali ya kufanya taa, ili tuweze kujikurubisha zaidi na zaidi kwa Mola wetu mlezi. Na katika neema, rahma, upendeleo wa Allah jalla fi'ala kwetu sisi waja wake na kwetu sisi ummatu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni pale alipotujalia kutufutia madhambi yetu, ni pale alipotujalia misimu mbalimbali ambapo ndani ya misimu hiyo Allah hufuta madhambi yetu bila ya hisabu wala ya idadi. Nitatoa mifano michache ya misimu ya Allah jalla fi'ala katika kutoa msamaha kwa waja wake mbalimbali, isipokuwa waja wake wa aina mbili. Mwezi mtukufu wa Ramadhan ambapo tumebakisha takriban masiku machache tu yenye kuhisabika, namuomba Ar-Rahmanu alladhi 'allama al-Qur'an, namuomba Ar-Rahman alladhi 'ala al-'arshi istawa, mimi na wewe atufikishe katika mwezi mtukufu wa Ramadhan salama salmin, tena tukiwa katika afya njema, tukiwa na nguvu zilizo kamili. Allah atusaidie katika kusimama kwake usiku na kufunga kwake mchana vilivyo na anavyotaka yeye. Mwezi mtukufu wa Ramadhan ni katika misimu ambayo ndani yake Allah hutoa msamaha na hufuta madhambi kwa waja wake mbalimbali. Sikiliza bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anavyokwambia, man sama Ramadan, atakayefunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhan imanan, kwa imani iliyokamilika, kwa imani iliyothabit, kwa imani ya hali ya juu, wahtisaban, na kwa kutarajia malipo kutoka kwa Allah jalla fi'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, huyo atasamehewa yale yaliyotangulia katika madhambi yake.
Naam, hakuna msimu mkubwa, msimu mzuri, msimu mtamu kwa umma wa Kiislamu ili wapate kufutiwa na kusamehewa madhambi yao kama mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ya Rahman, ya man allama alquran, tufikisha Ramadhan salama salmin. Kama hili halitoshi, nenda usiku wake, msikilize bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anavyokwambia, man qama ramadana, na atakayesimama katika visimamo vya mwezi mtukufu wa Ramadhan, imanan, kwa imani kamili, kwa imani iliyo thabit, kwa kumwamini Allah jalla fi'ala, wahtisaban, na kwa kutarajia malipo kutoka kwa Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, huyo naye husamehewa yale yaliyotangulia katika madhambi yake. Bali imekuja hadithi sahihi kabisa inayosema ya kuwa kila jua linapozama tu usiku wa Ramadhani ukaingia, sikiliza Allah anafanyaje. Allah anafanyaje? Anasema bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, walillahi utaqa'u minan nari wa dhalika fi kulli layla, na Allah kila usiku unapoingia wa Ramadhan, siku zote 29 au 30, kila usiku wa Ramadhan huwaacha huru na moto waja wake mbalimbali. Subhanallah, mimi na wewe ambao tayari tumekwisha andikwa katika faili la watu wa motoni kutokana na matendo yetu, harakati zetu, pirika zetu, tayari tumeonyesha vigezo vyote vya kuwa katika watu wa motoni. Ramadhani itakapoingia, kwa kujipinda kwako na kuleta khairati mbalimbali, amali mbalimbali, ukajikurubisha kwa Mola wako, funga yako ya mchana ikawa ni funga ya kweli, usiku ukawa unasimama, Allah atakuingiza katika orodha ya wale atakaowagomboa katika moto wa Jahannam, na atawaambia malaika, futeni majina yafuatayo kutoka katika faili la watu wa motoni. Misimu ya msamaha wa Allah ni mingi mno ndugu zangu, lakini nachelea, muda wangu huu unaweza usiniruhusu sana katika hili. Niseme tu ya kuwa hata sala tano, as-salawatul khams, kusali sala tano, wal jum'atu ila al jum'a, na Ijumaa mpaka Ijumaa, wa Ramadhanu ila Ramadhan, na Ramadhani mpaka Ramadhani, mukaffiratun lima bainahunna, hufuta kabisa madhambi ya katikati, idha jitunibatil kabair, ikiwa muhusika tajiepusha na madhambi makubwa kabisa. Waislamu, kabla sijakupeni sasa wale watu ambao hawatofutiwa madhambi yao katika misimu mbalimbali ya msamaha wa Allah jalla fi'ala, nataka tumufahamu kwa dalili chache nilizozitoa. Allah subhanahu wa ta'ala anatupenda kweli kweli. Wallahu arhamu bil'abdi min al-ummi biwaladiha. Imekuja hadithi sahihi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam iliyosema, na Allah ana huruma zaidi juu ya mja wake kuliko mama anavyokuwa na huruma juu ya mtoto wake mchanga. Allah anasema, wa huwa al-ghafurul wadud, katika suratu al-Buruj. Allah naye ni mwenye kupenda waja wake. Sisi hatupendeki, sisi hatujipendekezi kwa Allah, na sisi tuko mbali na Allah, na hatuna habari ya kuwa moja ya taratibu zake ana upendo mkubwa kwa waja wake, hasa Waislamu na ummatu Muhammad. Sasa sikiliza, wale watu ambao hawatopata msamaha wa Allah
katika misimu mbalimbali ya misamaha ya Allah jalla fi'ala. Tumo ndani ya mwezi wa Shaaban, mwezi ambao bila shaka una fadhila zake nyingi sana, na ndio maana bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa akipendelea sana kufunga katika mwezi wa Shaaban kwa wingi kabisa kuliko miezi yote. Imekuja hadithi sahihi ya bibi Aisha, na hajapatapo kukamilisha funga ya mwezi mzima isipokuwa mwezi wa Ramadhan. Alipoulizwa bwana mtume, kwa nini unapenda sana kufunga katika mwezi wa Shaaban, akasema dhaka shahrun yaghfulu anhu an-nas baina Rajab wa Ramadan. Mwezi wa Shaaban kwa bahati mbaya zaidi ni mwezi ambao watu wengi wanaghafilika nayo. Nyuma yake kuna mwezi mtukufu wa Rajab. Watu wametoka katika mwezi mtukufu wa Rajab, wameingia katika mwezi wa katikati wa Shaaban, wote wanafocus kwenye Ramadhan, wanajisahau kufunga na kuleta amali mbalimbali zilizothibiti kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika mwezi wa Shaaban. Kwa hiyo bwana mtume kataja illa mbili, sababu kuu ya yeye kupenda na kupendelea kufunga katika mwezi wa Shaaban. Watu wengi wanaghafilika na mwezi wa Shaaban. Kisha kataja illa ya pili, akasema wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Mwezi wa Shaaban ndo mwezi ambao ripoti ya matendo ya waja kwa mwaka hupandishwa kwa Allah jalla fi'ala. Kisha bwana mtume kasema wa uhibbu an yukhtama fi amali wa ana saim, au kama jaa an rasulillah. Nami Muhammad nafunga sana katika mwezi wa Shaaban kwa sababu ndo mwezi ambao ripoti ya mwaka mzima ya utukutu wako, ukorofi wako, matendo yako, maneno yako, kusengenya kwako, chuki zako, harakati zako, madhambi yako yote, faili lako kwa mwaka likiwa limejaa madudu mengi sana, hupandishwa kupelekwa ndani ya mwezi wa Shaaban. Bwana mtume akasema, na ndio maana napenda kufunga ndani ya Shaaban, ili matendo yangu mwishowe kuwe na muhuri kwamba na leo tendo la mwisho alilolitenda amefunga. Funga ihitimishe matendo yangu. Waislamu, katika mwezi wa Shaaban kuna usiku wa nusu ya Shaaban. Ulamau ahli sunnati wal jamaa wanatuambia ni usiku ambao una fadhila, lakini asilimia 99.9 za hadithi zilizokuja kuzungumzia fadhila za usiku wa nusu ya Shaaban ama ni dhaifu au maudhui. Nenda katazame katika kitabu cha Lataiful Maarif cha al-Imamu Ibn Rajab al-Hanbali akiyasema hayo, na hata al-Imamu Ibn Hajar al-Asqalani al-Hafidh pia kayasema hayo katika vitabu vyake mbalimbali. Miongoni mwa hadithi zilizosahihishwa zinazozungumzia utukufu wa mwezi wa Shaaban, utukufu wa usiku wa nusu ya Shaaban, na ndani yake Allah hutoa msamaha kwa waja wake wote kasoro wawili, ni hadithi hii ifuatayo. Hadithi aliyoipokea al-Imamu Ibn Majah kwa nambari 1380, akaipitisha al-Imamu Tabarani katika Al-Kabir, akaipitisha al-Imamu Al-Albani katika Sahihu at-Targhib wa at-Tarhib, na katika silsilatu sahiha ya kwamba bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, inna Allaha la yattali'u laylatan nisfi min Sha'bana fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah usiku wa nusu ya Shaaban utakapoingia tu huwakagua upya waja wake, hukagua upya matendo yao,
a'mali zao, harakati zao, mienendo yao. Fayaghfiru li jami'i khalqih, Allah hutoa msamaha ya kuwasameh madhambi waja wake wote isipokuwa wawili tu. Wapi hawa ambao wanapitwa na misamaha ya Allah na wanapitwa na misimu mbalimbali ya msamaha wa Allah, ikiwemo na usiku wa nusu ya Shaaban. Fayaghfiru li jami'i khalqih, huwa samih waja wake wote kasoro wawili tu. Ni wapi? Yapi aliyoyasema bwana mtume na ni wapi hao? Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وارحم الله مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين آمين يا رب العالمين. إخوة الإسلام والإيمان، أحباب رسول الله، ها أنا أعود إليكم أوصيكم وأوصي نفسي المقصرة في حق الله بتقوى الله، وأسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من المتقين وأن يجعلنا من المخلصين وأن يجملنا دائما وأبدا بالصحة والعافية وأن يبلغنا رمضان ويتقبل فيها منا الأعمال اللهم آمين. Ndugu zangu Waislamu wapenzi na wafuasi wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa mara ya pili tena ninakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu yenye mapungufu chungu nzima katika kutekeleza haki za Mola wangu. Namuomba Allah sote atupambe kwa uchamungu wa hali ya juu, na sote atupambe kwa ikhlas za hali ya juu, sote atuvishe vazi la siha na afya iliyokamilika, atuepushe na maradhi yote madogo kwa makubwa, kwani yeye ni muweza juu ya kila kitu, na atufikishe Ramadhan salama na salmin. Ni wapi sasa watu wawili watakaokosa misamaha ya Allah katika misimu mbalimbali ya misamaha? Bwana mtume sallallahu alayhi wasallam anasema fa yaghfiru li jami'i khalqih, Allahu wasamih madhambi waja wake wote isipokuwa watu wawili. Mtu wa kwanza, illa limushrikin, mtu wa kwanza mtu mshirikina mwenye kufanya dhambi ya shirki. Dhambi ya kwanza kwa ukubwa, kwa taarifa yako kasome katika suratul Furqan, والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. Shirki ni dhambi ya kwanza kwa ukubwa kuliko madhambi yote. Dhambi ya pili ni kutoa roho za watu, kuua watu wasiokuwa na hatia. Dhambi ya tatu uzinifu. Wazinifu, salamu hizo kutoka Masjidul Ansar hapa Kinondoni. Mmevunja rekodi, mnaingia katika top 3. Mzinifu ana nyota ya 3 katika utendaji wa madhambi, na wanajiandaa mwezi huu kuvunja majungu. Na ukisikia kuvunja jungu, hawavunji masufuria na masahani yao ya nyumbani, yani wanamuasi Allah, mwisho wanafanya zinaa. Zinaa inashika nafasi ya 3 kwa ukubwa. Kwa hiyo ukayo kifahamu wewe ni bingwa, tena una nyota ya 3 katika kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Waislamu, muda wangu ni finyu mno, lakini makanatu tauhid fi al-ibadah كمكانة الطهارة في الصلاة. Nafasi ya tauhid katika ibada zote za Uislamu ni kama vile nafasi ya wudhu katika sala. Idh annahu la salata liman la wudhu'a lahu, kama ambavyo hakuna swala kwa yule asiyekuwa na wudhu.
na udhu wako ukitenguka ukiwa ndani ya swala, unaambiwa kata swala, nenda kachukue udhu. Na hakuna kitu kinachotengua ibada zetu, matendo yetu mazuri. Hakuna kitu kinachobatilisha na kutengua amali zetu nzuri, matendo yetu mazuri, kama dhambi ya shirki. Na kwa ufinyu wa muda nitawasomea aya mbili. Aya ya kwanza katika suratu Zumar, Allah anamtahadharisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na dhambi ya shirki. Anamwambia, walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluk. Hakika umeletewa wahyi wewe Muhammad na ikapelekwa kwa wale waliokuwa kabla yako, ya kwamba wewe Muhammad ukibugi step ukafanya shirki, matendo yako yote mazuri yataporomoka. Huyo ni Muhammad, imamul anbiya'i wal mursalin. Allah anampa angalizo, Muhammad ukibugi step ukafanya shirki tu, mazuri yako yote yataharibika. Wa hashah an yushrika billah, na ni jambo ambalo haliwezekani Mtume Muhammad kufanya shirki, na haikutokea hata kwa bahati mbaya. Lakini manabii na mitume katika suratul An'am, walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Lau mitume wenzio wangelinishirikisha mimi Allah wakafanya dhambi ya shirki, basi angeliporomoka na kubatilika na kuharibika matendo mazuri walioyafanya. Unaswali sala 5, jambo dogo kwa mganga kienyeji, ukijikwa safari hii ina gundu, matendo yako unayaharibu baba na kuyaporomosha bila kujijua. Umemwona bundi kapotea njia, yuko nyumbani kwako, katua baba, anadondoka mtu safari hii katika nyumba hii. Aya gani iliyosema bundi akija anadondoka mtu? Na bundi nao wakifaga, taarifa anawapelekea nani akufa? Bundi mwenzake. Jamii ya Kiislamu ina itikadi nyingi sana za kishirikina. Subhanallah. Waislamu, mtu wa pili, muda ushagonga tayari. Mtu wa pili wa mushahin. Katika misimu yote ya msamaha, Allah hutoa ofa ya kusamehe waja wake katika misimu mbalimbali, kwa ukarimu wake, upendo wake, mapenzi yake juu ya waja wake. Katika misimu yote ya msamaha hatoi msamaha kwa watu wawili, washirikina na wale ambao wana uhasama, magomvi, uadui na watu. Na hili ni janga lingine la jamii ya Kiislamu. Hapo ulipo ni Muislamu mzuri, unashika sala 5, sura yako yaonyesha nuru ya ibada, umekamatana na Qur'ani na Sunna, lakini una roho ya kisokorokwinyo. Nitawaeleza baada ya swala, muda uniruhusu. Watu hawa wawili, piga uwagaragaza, hawapati misamaha ya Allah popote pale katika misamaha yote. Namalizia kwa hadithi moja tu iliyokuja katika Sahihu Muslim, hadithi nambari 2565, hadithi ya Abu Huraira. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, tuftahu abwabul jannati yawm al-ithnain wal khamis. Milango yote 8 ya pepo huwekwa wazi kila Jumatatu na Alhamis. Subhanallah. Sikiliza hapo. Fayughfaru likulli abdin lam yushrik billahi shay'a. Husamehewa madhambi waja wote ambao hawajapatapo kumshirikisha Allah na kitu chochote. Msamaha wa pili, kila Jumatatu na Alhamis milango yote 8 ya pepo huwekwa wazi, kisha Allah hutoa msamaha kwa waja wake wote isipokuwa yule ambaye anafanya shirki. Mshirikina hapa tena karudi kwa mara ya pili. Kisha mtu wa pili sasa, illa rajulan aw rajulan
kanat bainahu wa baina akhihi shahna, na mtu wa pili ni yule ambaye pana magomvi baina yake na baina ya ndugu yake, pana sintofahamu baina yake na baina ya ndugu yake, hasemeshani baina yake na baina ya ndugu yake, wamefungiana vyoo yeye na shangazi yake, yeye na kaka yake hawaongei, yeye na mtoto wake hawasalimiani, bali baba yake na mama yake kawafungia mpaka vyoo wazee wake. Bwana Mtume anasema hao hawatopata msamaha wa Allah. Tena malaika ambao wanatumwa kufuta yale madhambi wanaambiwa andhiru hadhaini hatta yastaliha, andhiru hadhaini hatta yastaliha, andhiru hadhaini hatta yastaliha. Hawa wawili wagombanao, walionuniana, wasiosemeshana, wakafungiana vyoo, tena viapo juu, usinizike nisikuzike, na jeneza langu usiliguse, tusijuane ila yaumil qiyama. Bwana Mtume anasema malaika wataambiwa fulani na fulani na fulani wana roho za kwa nini wana magomvi na wenzao hawasemeshani, waacheni msiwafutie madhambi mpaka wapatane. Madhambi, magomvi, uadui, uhasama baina yetu kwa lugha ya sasa hutuwekea usiku sisi wenyewe na kutuchelewesha. Ninawaomba baada ya sala mbakie dakika 10 tu nitie sharhi zaidi khutba yangu hii, muda wangu hauniruhusu. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقه من بعده تفرقا معصوما، أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا. اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وأقم الصلاة.